Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbio katika ufalme wake wote. Akaiandika pia akisema, Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu ulioko Yuda. Na Bwana alibariki neno lake. Bwana asifiwe. Nipungieni mkono nione hatujalala, wala kwa kule nyuma nifungie mkono katika jina la Yesu. Tunaendelea kujifundisha ya kwamba Kristo Yesu anaseta maadui zake chini ya miguu yake. Kusetwa kwa maadui wa Kristo chini ya miguu yake. Na leo tunaangalia Kristo anatutumia sisi na kwa ajili yetu. Usisahau, Kristo anaposeta maadui zake chini ya miguu yake, anatutumia sisi na kwa ajili yetu. Anatutumia sisi na kwa ajili yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Anatutumia sisi na kwa ajili yetu. Na sitarundia yale tunazungumza Jumatano. Mtaenda kwa Facebook na mtaenda pia kwa YouTube, mtasikiza kwa sababu ya muda. Kristo anaposeta maadui chini ya miguu yake na kwa ajili yetu na kupitia sisi, kitu kimoja ambacho anafanya ni kwamba uweka mzigo, uweka imizo, uweka imizo ndani ya mwanadamu. Kristo Yesu anapotaka ama wakati ambapo anaseta maadui wake chini ya miguu yake kupitia sisi na kwa ajili yetu, kupitia wewe na kwa ajili yako, maana tuliona hawa Kristo anaoseta na kwa ajili ya kuseta maadui zake chini ya miguu yake. Na kitu kingine, huwa anainua manabii kwa ajili ya kutangaza neno lake na kwa wakati. Ndakuja hapo kutangaza neno lake na kwa wakati. Haleluya. Nitaelezea hayo baadaye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu Kristo anafanya hivyo. Anaweka mzigo ndani ya moyo wa mtu, anaweka himizo ndani ya moyo wa mtu. Bwana asifiwe. Na kitu cha pili, Kristo Yesu kile wanafanya, anainua watu manabii wa kutangaza neno lake alafu kwa wakati. Bwana asifiwe. Na tunaendelea kuona ya kwamba wakati ambapo Kristo Yesu anapoweka jambo, na munisikie vizuri, ndani ya moyo wako kwa ajili ya kuseta maadui zake chini ya miguu yake. Nisikieni asubuhi ya leo. Kristo Yesu hawezi Pastor Morris akakupatia mzigo ila wa kuomba, wa kuhubiri, wa kutoa, wa kutafuta kazi, mzigo ambao unatoka kwake akiwa ana kitu anataka kutimiza kupitia mzigo ambao ameweka ndani mwako. Na kabla sijaendelea, ningetaka tuwe waangalifu, ningetaka tuwe makini sana. Ni kitu gani ambacho Roho Mtakatifu anatuhimiza kutenda kwa kila wakati? Narudia tena, kuwa mwangalifu sana, kuwa makini sana katika haya maisha. Ni himizo gani? Ni mzigo gani? Ni kitu gani unasikia Roho Mtakatifu
anakusukuma kufanya. Kama ni kuomba usiku, amka uombe. Kama ni kutoa, toa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kama ni kuhubiri, hubiri, kwa sababu Kristo Yesu anapofanya hivyo, kuna jambo anataka kutekeleza kupitia wewe na kwa ajili yako na pia kwa ajili ya watu wengine. Haleluya. Unaona, Kristo Yesu anapoweka mzigo, nisikie, ndani ya moyo wako wa kufanya kitu fulani, Kristo Yesu, kile ambacho kinahitajika kwa ajili ya kile anataka kufanya, Kristo Yesu huwa anapeana katika jina la Yesu. Kristo Yesu mission yake, kile ambacho anataka kutekeleza, kutimiza, Bwana sifiwe, na ameweka mzigo ndani mwako, kile kitahitajika, Kristo Yesu mwenyewe atapeana. Kile kinahitajika ni kuwa wewe huwe available, na kitu cha pili, wewe ushirikiane na Kristo Yesu. Just be available. Jambo la pili, cooperate with Christ Jesus. Patikana, haleluya. Na kitu cha pili, shirikiana na Kristo Yesu katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo chochote ambacho kinahitajika, yeye Pastor Morris atakitoa na amekitoa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Hizi vifungu ambavyo niliwaambia msome, tunajifundisha nazo. Maana ukitaka kumjua Mungu, soma kuhusu Mungu, watu ambao waliotembea na Mungu na kile ambacho Mungu aliwatendea. Mungu ni yule jana, yule leo, hata milele, abadiliki. Kile alitenda jana, anatenda leo. Aliyotendea waliotembea naye katika njia sawa, atakutendea. Aliyotendea waliomuasi, hata waleo wale wanamuasi atawatendea. Na Mungu tunaona alinena neno la ukombozi. Mungu alinena neno la urejesho kwa Yeremia. Sitasoma hilo neno, tulisoma na mulisoma, tulisungumzia Jumatano. Na Israeli, kama vile ambavyo Mungu anazungumza neno la urejesho na wewe, kama vile Mungu anazungumza neno la ukombozi na wewe. Hapa anazungumza kuhusu kujenga mahali palipoharibiwa. Na mission yetu ama vision yetu ama dhimu yetu ni kujenga. Hata mwaka ujao ni kujenga mahali palipoharibiwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Nikawa ni jambo ngumu, kama vile katika jina la Yesu Mungu anaweza kuambia kitu ukaona ni jambo ngumu sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Leo kuna mtu anaambiwa unaweza simama tena katika biashara, unaweza simama tena katika ndoa, unaweza rudi shule na ukasoma tena. Bwana asifiwe. Mambo yanaweza kuwa mazuri ukaona kana kwamba haya ni kama ndoto. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu hapa ni mambo na urejesho na ujenzi wa Israeli tena iliyokuwa imebomoka. Na haya mambo yalikuwa ni mambo katika akili hata za nabii Yeremia, katika akili za wana wa Israeli. Haya mambo ambayo Mungu alikuwa anazungumza yalikuwa ni mambo hayawezekani. Kama vile leo katika jina la Yesu kuna mambo mengi tunaangalia katika maisha yetu na tunasema hii haiwezekani. Unaweka free, inaitwa free ngea. Wacha mambo yaende vile atakavyo ende. Unasema nimeomba, nimefunga, sasa nitafanya nini ingine? Utaendelea kuomba, utaendelea kufunga, utaendelea kungojea Bwana katika jina la Yesu. Yesu anasema mwanadamu hapaswi kukata tamaa katika maombi. Haleluya. Chairman, utafanya nini? Umefunga, umeomba, umelia, utaendelea kufunga, utaendelea kuomba, utaendelea kungojea. Haleluya. Hiyo ndio njia katika jina la Yesu, kumngojea Bwana katika saburi. Haleluya. Usichoke katika jina la Yesu, atakuja. Haleluya. Kwa hivyo hili jambo lilikuwa ngumu sana kwa wana wa Israeli, lakini Mungu alikuwa na njia. Mungu alikuwa na mpango. Pastor Morris anapoambia Yeremia, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna jambo nisiloliweza. Na anamwambia hili jambo na kuambia Yeremia
litatimia. Na mimi nataka nikwambie mchana wa leo, lolote ambalo Mungu analolisema, mimi nakwambia litatimia. Wewe muamini Mungu. Njia anayo Mungu, the means and the way ni Mungu aliye nayo kwako. Wewe muamini Mungu, na wakati wowote Mungu ataamusha wewe ufanye kitu, katika jina la Yesu fanya kile ambacho Mungu anakuagiza kufanya katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunaona hapa Mungu anainua mtu Pastor Morris, ambayo katika akili za Yeremia za Israeli hawakuwa wanafikiria, na Mungu anainua mtu ambaye anaitwa Cyrus. Na angalia hapa, Mungu alikuwa amesema Yerusalemu itajengwa tena. Mungu alikuwa amesema hekalu litajengwa tena, na hii ilikuwa haiwezekani. Lakini Mungu anapoinua mtu, yeye mwenyewe pale tumesoma katika kitabu cha Ezra, huyu anayeitwa Cyrus anasema ya kwamba Mungu ametia ndani mwangu. Mungu muumba wa mbingu na nchi ametia ndani mwangu. Ni kitu gani ambacho Mungu alitia ndani ya Cyrus? Ni kwamba hekalu lijengwe na Yerusalemu ijengwe. Hiyo ni kazi ya Mungu. Nisikieni, kitu kimoja ambacho kilikuwa kinasumbua nyumba ya Israeli, kama vile ambavyo kinakusumbua leo. Walikuwa wanashangaa watatoa resources wapi za kujenga tena, na wamechukuliwa mateka. Tutaangalia katika Biblia hili, muamini Bwana, wamechukuliwa mateka, hawajaenda kuwa wafanyikazi expert. Si expert walienda Babyloni, Pastor Morris, walienda mateka, na mateka wanatumikia inchi walioteka. Hakuna mshahara, hakuna chochote. Naona walipelekwa kando kando ya mito, wakaambiwa imbeni nyimbo za kwenu. Hallelujah. Wanasema walipelekwa kando kando ya mito ya Babylon, wakamwambia tuimbieni nyimbo za kwenu. Hallelujah. Kwa hivyo walikuwa wanashangaa, lakini Mungu alikuwa anajua atafanya nini. Biblia inasema akaweka ndani ya moyo wa Cyrus ya kwamba Cyrus, nimekuinua ukiwa mfalme. Sasa wewe Cyrus, nijengee hekalu. Wewe Cyrus, nijengee nini? Yerusalemu. Na nisikie, Cyrus hakuwa mwana wa Israeli. Hakuwa mwana wa Israeli, alikuwa Ajemi, anaitwa Mwajemi, the Persians. Hallelujah. Kwa hivyo na Mungu alipokuwa anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna jambo lisilo liweza. Nisikie, Mungu akitaka kusudi lake litimizwe, Mungu akitaka agenda yake itimizwe, Pastor Morris ataweka mzigo ndani ya chochote. Anaweza weka ndani ya mtu, hata mnyama anaweza mtumia. Hakuna kitu Mungu hawezi akatumia wakati ambapo anataka agenda yake katika jina la Yesu itimie. Na nataka tuangalie kitu hapa ambacho Mungu mwenyewe anasema kuhusiana na Cyrus ambaye amemuinua, Koreshi ambaye amemuinua. Kile Mungu anasema ili ujue, Mungu akiweka kitu ndani ya moyo wako katika jina la Yesu, inuka ukitende, inuka ukitende, inuka ukitende. Hapo anatia maadui zako chini ya miguu yako. Tusomee Isaiah 45:1-3. Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before him, and I will loose the loins of kings, to open before him the two-leaved gates, and the gates shall not be shut. Achia hapo John, tutaendelea. Mungu anasema hivi kupitia Isaya. Mungu anasema kupitia nani? Nabii Isaya. Mungu anazungumza kuhusiana na Cyrus aliyemuinua kupitia nabii Isaya. Anasema, na mpako wangu mafuta ambaye nimemuinua, ambaye ni Cyrus. Kitu cha kwanza, Mungu, nisikie vizuri, Mungu, Pastor Morris alipoweka mzigo ndani mwake wa kumjengea hekalu, Biblia inasema na Mungu akampaka, and God anointed Cyrus. Bwana asifiwe. Nisikie katika jina la Yesu. Jao, Mungu akiweka mzigo ndani mwako kwa ajili ya kuseta maadui zake chini ya miguu yake, Mungu akiweka mzigo wa hiyo jambo, tayari upako
wa kutenda hilo jambo unalo wewe. Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu akupake? Nataka niwaulize swali. Je, upako ni nini? Pastor Morris, upako ni nini? Kwa nini Mungu anasema Cyrus, nimekuinua? Kitu cha pili, nimekupaka, nimekupatia upako. Haleluya. Kama kuna kitu wahubiri wanatafuta ni upako, wanaomba upako. Haleluya. Wengine wanaendea upako wa kishetani. Sasa upako huu ni nini? Haleluya. Biblia inasema and God anointed Jesus Christ with the power, ya kwamba he went everywhere, hallelujah, healing, setting people free. Huu upako ambao Mungu anazungumzia ni nini? Upako ni nguvu za Mungu. Upako ni uwezo wa Mungu. Kwa hivyo Mungu akiweka mzigo ndani mwako, nisikie, tayari amekupaka. Kwa nini upako? Upako wa Mungu kwa kile amekuinua kufanya ni kwa sababu ya upinzani wa nguvu za giza. Kwa sababu ya upinzani wa nguvu za giza. Maana nguvu za giza zitakupinga, lakini Mungu anakupaka. Mungu anakupaka, anakupatia nguvu na uwezo ili nguvu za giza zitakapoinuka, huo upako na uwezo zitashinda. Pia upako na uwezo ukuwezeshe kutenda kile ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wako. Sijui asubuhi ya leo ni kitu gani ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wako na ufanye. Unaomba Bwana nipe nguvu, unaomba Bwana nipe upako, unaomba Bwana nipatie hii. Nishikie, nawaambia asubuhi ya leo, upako haudhihiriki isipokuwa unafanya kile ambacho huo upako Mungu alikupatia ukifanye. Nipungie mkono. Mimi narudia tena. Unaweza uliwa na mashetani na una upako. Unaweza uliwa na umasikini na una upako utajiri. Unaweza uliwa na magonjwa na una upako uponyaji. Upako haudhihiriki hadi wakati utakapoinuka na kuanza kufanya kile ambacho Mungu amekupaka ufanye katika jina la Yesu. Na wacheni waambie, ni Wakristo wengi wana upako. Upako wenyewe, Pastor Morris, kuliko nguvu za umeme, lakini kwa sababu hawajui, hawajachukua hatua, hawajachukua nini? Hatua ya kutenda kile ambacho Mungu ameweka ndani mwao. Huo upako na nguvu za Mungu asidhihiriki. Tuangalia mfano katika Biblia. Palikuwa na mtu mmoja aliitwa Gideon. Palikuwa mtu mmoja aliitwa Gideon. Tumesoma katika Biblia. Nipungieni mkono. Wengi hapa ni Gideon. Ni Gideon. Haleluya, tuna Magideoni wengi. Mimi nawaambia, kuna watu wanaomba, Baba nipake nifaulu katika biashara. Baba nipake niombe wagonjwa. Upako wa biashara utauona ukiwa uwanjani wa biashara. Hautauona katika maombi, utauona katika uwanja wa biashara katika jina la Yesu. Wakati mwingine tunaomba vitu ambavyo Mungu ametupatia. Tunaomba tupatie na Mungu ametupatia. Shinda ni kwamba hatujaenda mahali pale ambapo Mungu anatutaka. Hivyo huo upako haufanyi kazi katika jina la Yesu. Kama upako wako na biashara, wewe sienda kuhubiri. Kama upako wako na kuhubiri, wewe sienda kufanya biashara katika jina la Yesu. Ndio nasema kile kitu Roho Mtakatifu anakuhimiza kufanya, kifanye katika jina la Yesu. Haleluya. Tuangalie mfano Gideon. Gideon alikuwa na upako wa shujaa. Alikuwa na upako, Pastor Morris, wa shujaa. Lakini angalieni, anakaa katika mapango. Hata malaika anapokuja, anapomwambia, "Hewe shujaa mkuu." Gideon anajishika. Anamuuliza, "Lakini wewe malaika umechanganyikiwa?" Anamuuliza, "Kama ni hivyo, mbona?" Haleluya. Na malaika alimwambia nini? Hakuna kitu kiliongezewa. Alimwambia, "Inuka." Na huo uwezo gani aliyokuwa nao? Inuka Gideoni, na huo uwezo umepakwa tayari. Ni wewe haujui, enda vitani. Pasipo kupigana hautajua ya kwamba Mungu amekupaka. Usipoombea wagonjwa hautajua ya kwamba umepakwa kuombea wagonjwa. Usipofanya biashara
Hautajua ya kwamba umepakwa kufanya biashara. Chochote ambacho Roho Mtakatifu anakuhimiza kufanya katika jina la Yesu, kama kimetoka kwa Roho Mtakatifu, anza kukifanya. Kama ni biashara, anza na njugu karanga. Tutaangalia haya mambo baadaye katika jina la Yesu. Haleluya. Tuendelee njoo kwa sababu ya muda. Verse 2. I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of brass and cut in sunder the bars of iron. Hebu soma commentary inasemaje? On the night that Belshazzar was slain, these gates, by a strange oversight, were left open. The Medes had diverted the course of the river, and so the soldiers marched up its dried bed and entered the city through the open gates. Commentary inaelezea kile kilitendeka usiku ule. Mungu alinua Cyrus. Palikuwa na mtoto, Pastor Morris, nipungieni mkono ueleze historia kidogo. Wakati Mungu alinua Cyrus, aliyekuwa anatawala alikuwa anaitwa Belteshazzar, ambaye alikuwa ni mwana wa Nebukadneza aliyechukua wana wa Israeli mateka. Sasa usiku ule hawa Wamede na Wapasia, Mungu akaamua kuwainua kwa ajili ya ukombozi wa nyumba ya Israeli. Ndio hapo inasema usiku ule walisahau kufunga malango, na siku zote wanafunga malango. Walisahau kufunga malango maana siku zile watu walikuwa wanaishi kwa mji ambao umejengewa nini? Yes, mboma, yani ukuta. Walikuwa wanaenda kulima, lakini kulala wanarudi kwa mji kwa sababu ya kuvamiwa na adui. Sasa walisahau kufunga gate, na mto Tigris ulikuwa unapitia hapo. Binasema hawa Wamede wakabadilisha mkondo. Walipobadilisha mkondo wakapata njia. Ndio comment anasema hawajui kwa nini walisahau. Lakini ukisoma Mungu anamwambia, sikia, ewe Cyrus, nimekupaka, nitakushika mkono mimi, nitakuongoza, nitaenda mbele zako. Hayo malango nitayafungua mimi, na wewe Cyrus utafanya nini? Utaingia. Wewe usiogope. Fanya kile ambacho nimeweka ndani ya moyo wako. Mungu, Pastor Morris akikuita kufanya jambo fulani, yeye atakushika mkono, ataenda mbele zako, atakutangulia. Usiogope. Mali ambapo pana pingamizi, tutaona katika Biblia sasa hivi, Mungu ataiondoa. Kwa hivyo usiogope kuchukua hatua katika jina la Yesu Kristo. Usiogope kuchukua hatua mama, usiogope kuchukua hatua msichana. Kama umesikia ni wakati wa kutafuta kazi, mimi niliwaambia hata mkienda mahali muone kumeandikwa no vacancy, na umesikia ndani ya moyo wako hapo ndio kuna kazi yako, bisha tafuta ishara, mwambie kazi yangu nataka iko mahali hapa. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Muulizeni Joy. Ako wapi Joy? Muulizeni. Bwana asifiwe. Tukatoka mwambia Joy kazi, akaniambia pastor sasa walichukuliwa, mimi nikaachwa. Bwana asifiwe. Na aliitwa. Bwana asifiwe. Acheni hofu katika jina la Yesu. Hacha hofu. Kama hakika unajua kitu kimetoka kwa Mungu, chukua hatua. Utamwona Mungu wakati ambapo umechukua hatua. Angalieni wale wenye ukoma katika jina la Yesu. Elisha amezungumza neno. Kesho kutakuwa 1 2 3. Lakini acha niwaambie, Mungu hutumia chochote yeyote kutimiza kazi yake. Mungu hutumia yeyote. Mungu hutumia chochote. Mungu hakutumia jeshi, alitumia wenye ukoma. Maana si katika, tutaangalia katika Biblia, si katika uwezo na nguvu za mwanadamu. Hapana, ni Yesu Kristo anayetia maadui zake, maadui zetu chini ya miguu yetu. Yeye, sisi ni vyombo mikononi mwake. Tutaangalia ni vyombo mikononi mwake. Haleluya. Wale wenye ukoma, kitu Mungu akaweka kitu ndani
mwao. Ilikuwa ni Mungu aliyainua. Wakasema hapana, tukikaa hapa tutakufa, tukienda huko tutakufa, lakini afadhali tukufie mahali kuna msaada. Kufia mahali kuna msaada. Pastor Morris, nipungieni mkono. Haleluya. Afadhali ukufe uko unatafuta msaada, siko umeketi tu umendua kama yule Daudi alilia. Alikuwa anaitwa nani? Ama Amineli, alikuwa anaitwa Amineli. Abuneli, Daudi aliuliza, wewe Amineli, umekupa kifo cha kijinga, kwani mikono yako ilikuwa imefungwa? Tumekataa kufa vifo vya kijinga katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Haleluya. Tumekataa. Hatuuliwi na wachawi, hatuuliwi kabisa na shetani. Tumekataa katika jina la Yesu. Haleluya. Hawa wenye ukoma, Mungu akaweka kitu ndani ya moyo wao ya kwamba tukikaa hapa tutakufa, tukienda kule wanaweza kutua, lakini wakaambiana afadhali tukufie huko kuna chakula kuliko tuuliwa na njaa. Haleluya. Chukua hatua katika jina la Yesu. Hata kama unaona unaenda kufa, wewe chukua hatua, enda pande ile kuna ukombozi, enda pande ile kuna msaada, enda pande ile ambayo Mungu anakuelekeza katika jina la Yesu Kristo. Usikae hapo umetua tu. Haleluya. Chukua hatua. Na walipochukua hatua, kwa sababu ni kazi ya Bwana, na unajua hawana bindoli, wanatembea kama watu wanakatika muziki. Lakini inasema walipokanyanga kule ilisikika milio ya farasi. Kwa sababu gani? Mungu aliwatangulia katika jina la Yesu. Haijalishi uko namna gani, utakapochukua hatua, maana ni Mungu anakutumia huko kuzimu, watasikia sauti ya Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Soma Biblia. Biblia inasema wana wa Israeli, nipungieni mkono. Wana wa Israeli walipolilia Musa, kwa sababu wameona wa Misri, wameona mto, wameona bahari, wakalilia Musa. Musa akawauliza, Mungu akauliza, mbona mnalilia? Mungu akamwambia Musa, sikia, nyosha fimbo yako, fanya hivi. Lakini ukisoma Biblia, Biblia inasema ya kwamba na maji yalipomuona nani? Yalipomuona Mungu, aliyekuwa amesimama hapo ni nani? Ni Musa. Maji yangesululiwa na Musa, kwani maji hayajui Musa? Lakini maji yaliona nani? Mungu. Kwa sababu gani? Musa amechukua hatua na Mungu amemtangulia katika jina la Yesu. Utakapochukua hatua inayotokana na Mungu, haijalishi uko namna gani, haijalishi wewe ni msichana, haijalishi ulilala njaa, haijalishi hukuenda shule, utakapochukua hatua, kuzimu na ufalme wa giza na adui hawatakuona wewe, watamuona Mungu. Watamuona Mungu, watamuona Mungu, watamuona Mungu. Ndio Mungu anaambia Cyrus, nitakushika mkono, nitakutangulia. Na anamwambia malango ya chuma, maana Babiloni ilikuwa na ulinzi wenyewe, mtu angeingia, mtu angeingia. Haleluya. Lakini Mungu anamwambia nitakutangulia. Kwa hivyo Mungu atakutangulia katika jina la Yesu. Usiogope katika jina la Yesu. Chochote unaishi, Roho wa Bwana anakuhimiza kufanya, fanya katika jina la Yesu Kristo na damu takatifu. Tuendelee John. Verse 3. And I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, which call you by your name, am the God of Israel. Mungu anamwambia, si mimi nimekuambia ujenge hekalu? Na alimwambia ajenge hekalu, si ni Mungu? Mungu anamwambia Cyrus, mimi nimekuambia ujenge hekalu. Na kwa sababu nimekuambia ujenge hekalu, kuna kitu ambacho mimi nitakifanya. Mungu anamwambia, nitakupatia mali iliyofichwa katika siri. Commentary inasema nini John? Ni mali gani hayo? This pertained to the treasures and riches of Babylon. Yes. Nipungieni mkono. Acha niwaambie kitu. Mungu anaposema Yerusalemu Pastor Morris itajengwa, Mungu anaposema hekalu itajengwa, kitu kimoja kinashangaza Yeremia na wana wa Israeli, nyumba ya Israeli. Je, mali za kujenga zitatoka wapi? Walishangaa, na ni ukweli. Wameenda utumwani, Pastor Morris hawajaenda kufanya kazi. Ni watumwa, wanatumikia wa Babylon. Paka wanaimba waimbe nyimbo za kwao. Na binada tuimbieni, tutumbuzieni. Wanashangaa resources zitatoka wapi? Lakini Mungu anapoweka mzigo kwa Cyrus, anamwambia sikia Cyrus, wana wa Israeli hawajui, Yeremia hajui, lakini mimi Mungu kuna mali iliyofichwa katika siri ambayo mimi najua iko wapi. Kuna mali
iliyofichwa katika siri. Na Mungu anamwambia hii mali iliyofichwa katika siri mimi Mungu nitakupatia. Na anamwambia hiyo mali iliyofichwa katika siri ndio utakayotumia kunijengea nini? Hekalu na Yerusalemu. Nisikieni, pungieni mkono. Mimi nawaambia ukweli katika jina la Yesu. Kuna mali ulimwengu huu ambayo imefichwa katika siri, ambayo amuijui. Ni Mungu peke yake anayeijua. Ukichukua hatua ile Mungu anakuagiza, hiyo mali iliyofichwa katika siri, Mungu atakuelekeza katika jina la Yesu. Haleluya. Na angalie, haleluya, hii mali iliyofichwa katika siri, wakati ambapo wana wa Israeli, Cyrus anasema sasa rudini mkajenge hekalu. Anawapatia dhahabu na fedha, na anasema kila mtu apatie Waisraeli dhahabu na fedha. Vile ilivyokuwa Misri, walitumikia wana wa Misri, lakini wakiondoka, Biblia inasema literally the Israelites plundered Egypt. Ama mjasoma? Nani amesoma hapo? They plundered Egypt. Walipokuwa wanatoka, Biblia inasema they plundered Egypt. Walitoka na dhahabu, walitoka na fedha, walitoka na vitu. Hivi ndivyo ilivyokuwa wakitoka Babylon. Walitoka na dhahabu, walitoka na fedha. Niwaambia msome Psalms 126. Ndio anasema, na tulipokuwa njiani tukielekea Zayoni, tulikaa kama watu waotao ndoto. Kwa nini Pastor Morris wanakaa kama watu waotao ndoto? Wakiangalia dhahabu waliobeba, wakiangalia fedha waliobeba, wakiangalia mali waliobeba. Haleluya. Wakiangalia ulinzi waliopewa na mfalme, wanashangaa ni ndoto ama si ndoto. Haleluya. Hivi ndivyo ahadi ya Bwana, neno la Bwana linatendea wanaoamini na wanaotii katika jina la Yesu. Mimi nawaambia mchana wa leo, mambo mengine mkiamini, mkitii, mtaona kama watu waotao ndoto. Haleluya. Bwana, sikiza, mwanaume mmoja akanifurahisha, akawapa sio kemao. Sasa anasema aliamini Mungu, akaomba na kajenga nyumba. Sasa anasema kila jioni akifika anaiangalia kwanza. Anauliza, lakini ile ni yangu ama naota? Bwana asifiwe. Nakwambia ukweli, ni yangu ama? Anaiangalia vizuri, ni yangu ama naota? Amini vile alivyojenga, lakini Mungu alimfanikisha. Haleluya. Hivyo ndivyo Mungu ufanya mambo ambayo ungefikiria, ungewaza. Ukichukua hatua, mimi nakwambia chukua hatua ya imani sawa sawa na vile ambavyo unavyoelekezwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo akampatia mali ya siri ambayo hakujua, ambayo hakuwa anadhania, iliyofichwa na Nebukadneza. Unajua Babyloni ilikuwa tajiri, lakini Mungu alikuwa ameiona. Na wanda Mungu anasema watu waovu ukusanya mali kwa sababu ya watakatifu. Haleluya. Haleluya. Tunaendelea katika jina la Yesu kwa sababu ya wakati. Tusomewe Jeremiah 51:20-23. John tusomee. Taenda mbio kwa sababu ya muda. Kwani kumbukumaki John? Nisema hivi ukunje karatasi. Ndio shinda ukaa na Biblia sa simu. Biblia kija yenyewe inakutatiza. Huyu Jeremiah yuko pande gani? Afrika. Haya tusomee basi. You are my battle axe and weapons of war. For with you will I break in pieces the nations, and with you will I destroy kingdoms. Soma commentary nasema nini? You are my battle axe and weapons of war refers to Cyrus as the head of the Medes and Persians, who will execute God's vengeance and destroy kingdoms. Soma hiyo commentary tena usiwasikie. Inasema you are my battle axe and weapons of war refers to Cyrus as the head of Medes and Persians, who will execute God's vengeance and destroy kingdoms. Kwa Kiswahili nasema nini? Jaribu kutafsiri. Inamaanisha battle axe ni Cyrus ambaye ni kiongozi wa Mede na wa
Washami ambaye atatimiza kulipisha hukumu ya kisasi, Mungu, hukumu ya Mungu, kulipisha kisasi ya Mungu. Haleluya. Nimekupatia Biblia ili tusaidiane. Najua unatafuta Biblia ununue, ni shilingi 3000, si pesa mingi. Haleluya. Mungu anaambia Cyrus, sasa wewe Cyrus ndio utakuwa shoka langu la vita. Mimi nakutumia kulipisha kisasi maadui zangu. Maadui zangu. Nimekwambia Kristo Yesu anatutumia sisi. Haleluya. Na kwa ajili yetu. Nisikieni, pungieni mkono. Wacha nije nyumbani. Kwa mfano, Kristo Yesu anataka kuharibu adui wa masikini katika maisha ya mtu. Kristo Yesu atafanya nini? Ataweka imizo ndani yako kufanya kitu. Aidha utoe sadaka mahali mlango ufunguke, ama uanze biashara. Uanze nini? Biashara. Anakutumia kama shoka la vita. Ilo tendo anakutumia katika jina la Yesu. Maana Kristo anajua utakapofanya hivyo, malango utakaofungua ya utele katika maisha yako, roho ya masikini itakwenda. Labda Kristo Yesu ameweka imizo uamuke uombe kwa sababu ya jambo fulani usiku wa manane. Unaomba usiku wa manane, anakutumia kama shoka lake la vita. Na hivyo ndivyo ilivyo. Sisi tuliokoka ni silaha za vita zake Mungu katika jina la Yesu. Sisi ndio silaha za vita. Ni sisi anaotumia. Haleluya. Sisi ni silaha za vita. Na kwa ajili yetu na kwa ajili yako. Tuendelee John. Sababu ya muda. 21. And with you I will break in pieces the horse and his rider, and with you I will break in pieces the chariots and his rider. Amen. Binazungumzia kuvunja kutupitia wewe. Kupitia wewe anasema nitakutumia kuvunja vunja vipande farasi na mpanda farasi. Haleluya. Hili jambo la farasi na mpanda farasi limetajwa sana katika Biblia. Farasi na mpanda farasi, Musa amezungumzia, Miriam amezungumzia, kitabu cha Matendo, kitabu cha Kutoka, Hagai, Daudi, wengi wamezungumzia. Hebu niwaulize swali, nipungieni mkono. Biblia inapozungumzia farasi na mpanda farasi, Pastor Morris, unafikiria Biblia inazungumzia nini? Nitakutumia. Biblia inasema nitakutumia wewe kuvunja vunja vipande farasi na mpanda farasi. Unafikiria farasi ni nani na mpanda farasi ni nani? Pastor Morris, kwa mbio kwa sababu ya muda. Farasi na mpanda farasi. Mungu anaposema nitakutumia kuvunja vunja vipande, Musa aliimba akasema, Bwana, mpanda farasi na wapanda farasi umeangusha. Wacha niendelee. Farasi ni means inayotumiwa kukuvamia. Farasi is the means. Uchawi unaweza kuwa farasi. Umaskini unaweza kuwa farasi. Dhambi inaweza kuwa farasi. Laana inaweza kuwa nini? Farasi. Farasi is the means shetani anatumia kukufikia na kukupiga. Maana siku zile vita, wale walikuwa na uwezo walikuwa wanapigana na farasi. Farasi ndio walikuwa wanatumika katika vita. Haleluya. Kwa ajili ya kusafirisha nini? Jeshi. Kwa hivyo, lakini Mungu anasema wewe utavunja vunja huyo farasi na mpanda farasi vipande. Kwa hivyo farasi is the means. Inaweza kuwa ni uchawi, ni farasi. Inaweza kuwa ni laana, ni farasi. Inaweza kuwa ni maskini, chochote kinachotumika. Mpanda farasi ni yule ambaye anayetumia farasi. Inaweza kuwa ni mchawi, ni mpenda farasi. Inaweza kuwa ni mganga, ni mpanda farasi. Inaweza kuwa ni pepo, ni mpanda farasi. Mpanda farasi ni yule ambaye anayetumia hiyo means. Aidha anatumia uchawi, anatumia uganga, anatumia kila anachotumia. Na Mungu anasema, sikia, mpanda farasi pamoja na farasi wake mtawaangamiza katika jina la Yesu. Haleluya. Wacheni waambie, Mungu akitaka mahali kuangamiza farasi na wapanda farasi, huinua waombezi. Haleluya. Huinua nini? Waombezi. Kama kweli wapanda farasi na farasi wamebombea, Mungu atainua kuomba kwa ndani ya moyo wako. Usikatae katika jina la Yesu.
Msio wavivu wa kuomba. Mnasikia nyinyi, unasikia kabisa Roho Mtakatifu amekuamsha usiku wa manane huombe, lakini unasikia hapana. Hata unasikia unaongeza blanketi, unasema hapana. Haka kabarindi katanipiga. Haleluya. Haka kabarindi, unasikiza kabarindi. Nisikie, kuna mpanda farasi na farasi mahali Mungu anataka umujavunje mipango. Labda kuna mchawi yako mahali anafanya uganga, anafanya uchawi. Hiyo saa 9 njoni, na Mungu amekuamsha ili uvunjavunje mipango. It is power against power. Hallelujah. It is power against power. Mimi nawaambia wachawi ufaulu kwa sababu ya kulala kwa wana wa Mungu. Hakuna kitu kingine wafanywa wafaulu. Kuna mtu anafanya mazingaumbwe kinyume na wewe, na Mungu anakuamsha power versus power. Na uko mahali pale unangorota kweli kweli, unasema mama fulani, haya baba fulani. Hapana. Bwana asifiwe. Unaishi uombe, ufunge. Haleluya. Wacha niwaambie mchana wa leo, nipungieni mkono. Hakuna maombi yana nguvu kama maombi ya kufunga na kuomba ya mtu wa imani. Mimi nakwambia, maombi ya kufunga na kuomba. Nyinyi acheni kupenda chakula. Sisemi mfunge mufe kwa njaa. Ukifunga ufe kwa njaa utaenda jehanamu. Hiyo ni ukweli wa mambo. Hakuna mbinguni utaenda. Shakaola wanaenda jehanamu. Hakuna shakaola ataenda mbinguni. Kwa hivyo usifunge ukufe. Hapana. Lakini maombi ya kufunga na kuomba yana nguvu. Ukisikia imizo la kufunga na kuomba mbena, acha kupenda chapati. Usiniambie pastor nilisikia njaa nikauma kamoja. Hapana. Bwana asifiwe. Huwezi kufa, wewe ni kijana. Wale wanasema at least wakule ni wamama wanaonyonyesha, ama wazee, ama wana watoto wadogo. Lakini kijana kama John, kama Simon, hawezi funga hata siku moja. Hata ataanguka njaa. Siku moja hivi Nelias utaanguka njaa. Anguka uokotwe. Kwa kama wale wanaokoma. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu akikuamsha maombi, kuna mpanda farasi na farasi anataka ushughulikie. Kuna hao anataka kuwaseta chini ya miguu yake kwa ajili yako katika jina la Yesu. Chameni. Kuweni uangalifu wa kusikiza kile Roho Mtakatifu anachokisema katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo Mungu ana njia, Mungu ana mpango. Oso tusomee Zakaria 12:8. Naenda mbio kwa sababu ya muda. Saa 7:30 nitakuwa nimemaliza. Kuna chakula hapa, upo si kama tutakula zote ama ni vijana peke yake dokta? Ni vijana ni naye. Acha nisiendelee zaidi hapo. Haleluya. Tusome Zakaria 12:8 oso. Zechariah 12 verses number 8, the Bible says, on that day the Lord will defend the people of Jerusalem. The weakest among them will be as mighty as King David, and the royal descendant will be like God. Amen. Bila sema siku ya Mungu kupigania Yerusalemu, siku ya Mungu kupigania kanisa hili, siku ya Mungu kupigania biashara yako. Nipungie mkono. Bila sema siku ya Mungu kukupigania, siku ya Mungu kupigania eneo, kupigania kanisa. Bila sema yule mudhaifu kabisa, yule mudhaifu kabisa. Nani mudhaifu hapa? Mnajua ni mudhaifu. Hata kisikia kunguru anasema shindwa, anakimbia. Akiona mende anasema shindwa. Ni Simon. Yule akiona mende ya kawaida anasema ndio hao, ndio hao. Akiona kunguru wa kawaida ndio hao, ndio hao. Kunguru wa kawaida, mende wa kawaida. Wale ambao hawezi lala kama taa imezimwa. Hawezi. Bwana asifiwe.
Biblia inasema Bwana akianza kupigania watu wake, huyo atakuwa kama Daudi. Daudi alikuwaje? Nipungie mkono. Daudi alikuwaje Pastor Morris? Sauli na jeshi lake lote wanaingia wapi? Mapangoni, kwa sababu ya Goliath. Lakini Daudi anasema sikie, hata Sauli anamwambia, sasa wewe huyu amekuwa vitani tangia utoto wake, weka kajiana kandogo manambo namna gani? Daudi anamwambia, sikia bwana, wewe ndio uchui, mimi nimemuona Mungu. Biblia inasema huyo atakuwa kama Daudi, atakuwa na ujasiri kama Daudi katika jina la Yesu. Haleluya. Siku hiyo hofu itaisha, siku hiyo uoga utaisha katika jina la Yesu. Akiona mende hata kimbia. Haleluya. Anataka kupambana naye, akiona kunguru hata kimbia. Atakuwa kama Daudi, atakuwa na ushujaa. Kwa hivyo Mungu akitaka kupigania watu wake, kitu kimoja anafanya, anakupatia roho ya ushujaa. Umesikia? Anakupatia roho ya ushujaa. Na ndicho Mungu anafanya katika jina la Yesu, roho ya ushujaa. Haleluya. Watu wanasema hakuna pesa, lakini una ushujaa wa kwamba pesa simo katika jina la Yesu. Unaenda kufanya biashara, una ushujaa. Kazi simo, una ushujaa, utafaulu. Una ushujaa, utashinda katika jina la Yesu Kristo. Mungu akitaka kupigania watu wake, uwapatia roho ya ushujaa ambayo ina uhakika ya ushindi, watu ambao wasiona hofu katika jina la Yesu. Na mimi naomba katika jina la Yesu, Jehova atupatie roho ya ushujaa. Mungu akupatie roho ya ushujaa. Sema amen. Mungu akupatie roho ya ushujaa. Atupatie roho ya ushujaa. Haleluya. Tukua tunaki. Simon. Iambie, iname. Simon ambia inama. Inamwangalia hivi. Simon anaingia na hofu. Namwambia, ambia iname. Simon ambia inama. Simon akavunjika moyo. Ghafla si ghafla, ikacheka. Sasa nikauliza Simon, unaona hali namna gani? Ambia basi mimi hapa nimevunjika moyo. Bwana asifiwe. Mwambie acha nikuonyeshe Simon. Kwa roho ya ushujaa. Sisitisha, tukasisitisha. Ilipiga nduru ikupiga nduru. Silienda. Haleluya. Mungu anakupatia roho ya ushujaa. Haleluya. Hauna hofu katika jina la Yesu. Mambo ni mazito, ni magumu John. Haleluya. Hauna hata shilingi moja. Haujui utalipa nyumba namna gani, lakini ni mfano unaso katika jina la Yesu. Tena mingi. Haujui utalipa nyumba namna gani, haujui itakuwaje, lakini una ushujaa katika jina la Yesu ya kwamba utafaulu katika jina la Yesu. Mimi acha niwaambie. Acha niseme tu. Mwaka wa 2018 Pastor Morris nilikipitia. Umesikia ukipitia? Nilikipitia. Nilikuwa na mandeni. Nilikuwa nadaiwa na KCB. Hakuna application ya simu. Sijui Nzeka. Sijui Fuli inaitwaje? Sote. Tala, hata Tala. Ingine? Sitaji. Kulikuwa Tala, kulikuwa Zeka, hii ya inaitwaje ya Barclays. Kuna hiyo na hii ya KCB. Zote. Nilipelekwa mbio. Yaani napigiwa simu na banki. Tunakuja kubeba. Sasa napiga hesabu. Majirani. Unajua pwani wewe. Kabebewa. Nawaambia mimi siko nyumbani. Mimi nilisafiri. Mungu atusaidie maana vitu vingine sana kufanya undanganyi. Wanapigia mke wangu simu, sio alikuwa anawaambia nini?
Waje kupigia. Bwana asifiwe. Nipelekwa mbio. Lakini nilikuwa na ujasiri. Nitatoka hapo katika jina la Yesu. Nilikuwa na ujasiri, nitatoka hapo. Nilikuwa namwamini Mungu. Haleluya. Narudi nikifikiria wamekuja kubeba, napata waja kuja. Nashukuru Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anakupea roho ya ujasiri katika jina la Yesu. Hakuna kiinde kibaya kama kundaiwa. Nawaombea katika jina la Yesu. Roho ya kundaiwa ishindwe katika jina la Yesu. Hiyo roho ishindwe. Hiyo roho ni mbaya. Shindwe kabisa. Roho ya mandeni ishindwe katika jina la Yesu. Ishindwe katika jina la Yesu. Pastor Morris ni mbovu. Unakuwa mtumwa. Hauna amani. Una pastor anamjua. Sasa Mungu amemsaidia. Akiwa na mahitaji. Kaenda akachukua kule Mombasa. Unajua Mombasa wa mama Waswahili wewe. Hinyamwajui. Akachukua samaki ndege. Akitoka kanisani jioni. Waenda wakule sima. Sasa alishindwa kulipa. Ikabindi abadilishe njia. Asipite na ile njia yule mama yuko. Yule mama akajua pasta alibadilisha njia. Kaenda kamngojea jioni akitoka kanisani. Wewe samaki yangu sijui nini. Alisomewa na una washirika wa kufuata nyuma. Bwana asifiwe. Sasa imagine mimi nisomewe na mama mboga na tuko na Saimo na tuko na Mbena. Nitawahubiria tena. Nitawaambia nini kuhusu Mungu? Bwana asifiwe. Sasa ilikuwa hivyo. Bwana asifiwe. Washirika wanasindikiza pastor wao. Unajua Waswahili wale Waswahili wa Mombasa Pastor Morris. Bila wanafanyanga vindole hivi. Wanafanya? Neema wanafanyanga vipi? Bwana asifiwe. Nani anajua Maria? Vipi? Hivi. Very good. Hivi. Wewe. Bwana asifiwe. Akasikia ameishiwa na nguvu. Bwana asifiwe. Lakini uzuri, hiyo siku alikasirika, akaingiwa na ujasiri, akaomba na Mungu akamtoa kwa hiyo shinda katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tunaendelea. Isaia binasema na yule mdhaifu atakuwa kama Daudi. Na binasema na nyumba yote itakuwa kama Mungu katika jina la Yesu. Kwa hivyo Mungu anawatia nguvu na Mungu atutie nguvu katika jina la Yesu. Sema amen. Mungu atutie nguvu katika jina la Yesu. Isaia 60:22. Kwa karibu kumaliza, nitamaliza sasa hivi, tutaendelea siku nyingine. Isaia 60:22, Simon. Simon kwa alipotea. Bila amefika hapa tusomee basi. Simon si anakulanga kona, anaenda wapi wakati wa kusoma Biblia? Si Simon? Tusomee basi. Yule Simon ndugu yako mnafanana. Simon wacha chama ni asome. A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in his time. Amen. Binasema na yule mdogo Mungu atamfanya kama herufu mmoja. Na yule kabisa bila mdhaifu atakuwa kama herufu moja. Na mimi nasema na yule mdogo atakuwa kama taifa. Nisikie. Upungie mkono. Usiangalie udhaifu wako. Usiangalie uchache wako. Wewe chukua hatua katika jina la Yesu. Umesikia Pastor Morris? Chukua nini? Chukua hatua katika jina la Yesu. Mungu atakufanya jeshi. Aliyeinua miguu ya wakoma. Ukichukua hatua utamwona Mungu. Usiogope. Usiogope chama. Wewe napenda kile mnafanya. Nimeona makaratasi yenu yakisambaa. Kasema hiyo ni imani. Ni hatua ya imani. Haleluya. Mungu atafanya mambo katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana sifu. Mungu atakuimarisha, hata kutia nguvu. Wewe ni shoka mikononi mwake katika jina la Yesu. Kwa sababu ya wakati, wacha nisome Ezra 5:1-2. Ezra 5:1-2. Na John uwe tayari.
Maana utatusomea Zakaria 4:6-10 na commentary hapo. Hallelujah. Ni Mungu anayekutumia. Ni Mungu anayekuinua wala si wewe, katika jina la Yesu. Ezra 5:1-2 nitasoma. Basi manabii Hagai nabii na Zakaria mwana wa Indo wakawafanyia unabii Wayahudi waliokuwako Yerusalemu na Yuda. Waliwafanyia unabii kwa jina la Mungu wa Israeli. Wacha niachie hapo. Kitu kingine Mungu anafanya katika jina Yesu, anaweza leta uamsho kwako wewe mwenyewe Pastor Morris, atie kitu ndani ya moyo wako ukifanye, ambacho atakitumia kuseta antui chini ya miguu yake kwa ajili yako. Jambo lingine Mungu hufanya ni kuinua manabii. Kuinua nini? Manabii. Kwa nini Mungu anafanya kuinua manabii? Ili watangaze neno la Bwana tena kwa wakati. Tena kwa wakati. Nitaelezea hapa. Binasema neno la Bwana lina nguvu. Neno la Bwana li hai, linatenda kazi. Wao wanatangaza neno la Bwana. Kitu cha kwanza wanatia watu moyo, na kitu cha pili wanatangaza neno la Bwana. Uzuri wa manabii, haleluya. Sisi wachungaji tunafundisha neno la Bwana kila wakati. Nataka mnipate hapa, tunafundisha neno la Bwana kila wakati. Na wafundisha leo. Roho Mungu anatusaidia, ni sawa sawa. Lakini manabii wanaweza kuona. Kitu cha kwanza wanaona moyo wa Mungu. Kitu cha pili wanaona kile ambacho kinatendeka. Manabii wanatangaza neno kwa wakati, in season, wakati ule ambapo ilo neno linahitajika kufanya nini? Kazi. Tutaona dakika chache ambazo zinakuja katika jina la Yesu. Kitu kingine wanaleta uamsho wale ambao mioyo yao ni migumu. Kwa wale ambao wamezungumzia Mungu atainua wachungaji. Wakikataa kusikia Roho Mtakatifu, wanataka kusikia wachungaji, basi wanapitwa na wakati wao. Lakini Mungu atazungumza na mwanadamu yoyote yule. Hallelujah. Tusomee Zakaria kusoma muda John 4:6-10. Then he answered and spoke unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Aya, achia hapo. Huyu Zerubbabel, nisikieni. Zerubbabel alikuwa ni gavana ambaye baada ya Cyrus kusema wakajenge hekalu, walichagua viongozi wao. Mmoja alikuwa anaitwa Zerubbabel. Zerubbabel ndiye alikuwa anasimamia ujenzi wa hekalu. Ujenzi wa nini? Wa hekalu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu bado upinzani ulikuwemo, tutaona katika Biblia, ndio nabii Zakaria anazungumzia Zerubbabel. Zerubbabel Mungu ameweka mzigo ndani mwake, lakini Zerubbabel hana uwezo wa kuona katika ulimwengu wa roho kile ambacho kinaendelea. Aliye na uwezo wa kuona katika ulimwengu wa roho kile kinaendelea ni nabii Zakaria. Ndio Mungu anainua Zakaria na inua Hagai, hili wanene neno kwa wakati, waseme kile ambacho kimo kwa wakati huo. Na ndiposa nabii Zakaria anamwambia Zerubbabel, sikia Zerubbabel, si katika uwezo, si katika nguvu zako, bali kile unatenda kwa uwezo na nguvu za nani? Za Mungu. Anamutia moyo, si wewe. Na hivyo ndivyo ilivyo. Mungu akiweka uamsho, si wewe, ni yeye. Mimi wanawaambia, wanaambia Pastor Morris, nashukuru Mungu siku hizi ana imani. Aliombea ndugu yake na akapona. Bwana asifiwe. Lakini kitambo ukienda kuhubiri, na niseme wagonjwa John, wenye mahitaji John, siku zile amekuwa mtu wa imani, nashukuru Bwana. Anauliza, lakini pastor, wakija wasipone ni aibu gani? Nipungieni mkono. Tumeita watu waje wakatae kupona, ni aibu gani? Naambia, kwani mimi ndo naponya? Si ni Yesu? Mtu akipona aenda shukuru Yesu, asipopona aenda kauliza Yesu maswali.
Saimo, ita watu wagonjwa waombe. Wasipopona waambie wakauliza Yesu. Wauliza Yesu swali. Haleluya. Si mimi, ni Yesu. Si wewe, ni Yesu. Si wewe John, ni Yesu. Ametia imizo, ametia mzigo. Ni yeye. Muamini yeye, mtegemee yeye. Haleluya. Ndiye alisema tuwekelea mikono wagonjwa wapone. Tukiwekelea kitaka kupona, si mimi, si mkono wangu nashinda. Ni Yesu anajua kwa nini, si mimi. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anamwambia si katika uwezo wako, bali Roho Mtakatifu wa Bwana. Tuendelee John. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel you shall become a plain. And he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, grace, grace unto it. Soma commentary kabla sijasema kitu. The question, who are you, O great mountain, is meant to refer to his steps, king of the mighty Medo-Persian Empire, who made a decree that the work of the temple should cease. Achia hapo. Bwana asifiwe. Zekaria, nipungieni mkono. Zekaria anaona upinzani. Na upinzani unatishia Zerubbabel. Hapo komenti inasema hii ambayo Zekaria anasema, hewe mulima, hunani mbele ya Zerubbabel. Huu mulima Pastor Morris ilikuwa ni mfalme aliyekuja nyuma ya Cyrus na akatangaza hakuna kujenga nini, hekalu lisimame. Na sasa Zerubbabel hekalu limeambiwa lisimame, anashangaa itakuwaje, digrii imetolewa. Ndio Zekaria anamwambia ewe mulima, maana anatoshana mulima, anamuuliza wewe mulima, hewe mulima, unani mbele ya Zerubbabel? Anamwambia Mungu atakutandaza. Soma John kuliendaje. Some commentary. Higher. Cyrus, who in fact was Esther's son, had some 16 years earlier made a decree that the temple should be rebuilt. This was in 536 BC. He reigned for 9 years. His son Cambyses reigned 7 years, and then his steps followed him. He's the one who gave the order that no temple was to be built in Jerusalem, countermanding in effect the order given by Cyrus. The question, who are you, O great mountain, is asked in sarcasm by the Holy Spirit. In other words, the Holy Spirit is saying, who do you think you are, attempting to stop the work of God? Amen. Hilo swali linaulizwa na Roho Mtakatifu kupitia Zekaria kwa huyo mtawala. Yaani Roho Mtakatifu anamcheka, anamuuliza wewe ni nani? Wewe ni tusimameni. Si leo katika jina la Yesu, Roho wa Bwana ilo swali aulize katika jina la Yesu. John, haleluya. Si ilo swali liulizwe John kwako. Roho wa Bwana si akuangalie. Si Roho wa Bwana tuangalie. Wala John ndo unashika mpeke yako. Wengine hata washiki. Si Mungu awapatie ufunuo. Jao. Roho Mtakatifu kupitia Zekaria anaona mulima ambaye ni mfalme, anauliza sasa, wewe mulima, wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani mbele ya Zerubbabel? Wewe ni nani kuzuia kazi ya Mungu? Ndio nasema ile kazi Mungu amekupea, ule wito Mungu amekupea katika jina la Yesu. Haleluya. Kazi Mungu aliyokupea, wito Mungu aliyokupea, haleluya, karama Mungu aliyokupea, maisha Mungu aliyokupea katika jina la Yesu. Mchana wa leo chochote kinasimama mbele, si Roho Mtakatifu aulize wewe ni nani? Haleluya. Si Roho wa Bwana aulize wewe ni nani? Wewe ni nani? Haleluya. Anaambia Zerubbabel, hewe mulima, wewe ni nani mbele za Zerubbabel?
wewe ni nani? Na ukisoma pale mbele, tutaendelea Jumatano, anamwambia sikia, hiyo mikono ya Zerubabeli mlioona imeweka misingi, itaweka timazi, itaweka. Haleluya, Bwana asifiwe. Katika jina la Yesu, na Roho Mtakatifu wa Bwana, na Roho Mtakatifu wa Bwana, na Roho Mtakatifu wa Bwana, angalia maisha ya kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Na Roho Mtakatifu wa Bwana, katika jina la Yesu, angalia ile kazi ametupea. Na Roho Mtakatifu wa Bwana, angalia ile kazi ametupea. Njoo na Roho Mtakatifu wa Bwana, angalia majukumu aliyotupea. Na Roho Mtakatifu wa Bwana, kama vile haishiwi, angalia maisha aliyokupea, angalia maisha aliyokupea, angalia ndoa aliyokupea, angalia kazi aliyokupea. Roho Mtakatifu wa Bwana ni yeye aliyepeana. Neno lake linasema tabu kabla misingi ulimwengu yawekwa, siku zetu aliziona, akaandika katika chuo. Chochote ambacho kinasimama kinyume na kile kimeandikwa katika hiyo chuo, aulize wewe ni nani, aulize wewe ni nani, aulize wewe ni nani. Siku ya leo katika jina la Yesu tunaenda kumuomba, tunaambia Roho Mtakatifu aulize huo mulima unaosimama mbele zako, hewe mulima ni nani? Aulize huo mchawi, hewe mchawi ni nani? Aulize hiyo laana, wewe laana ni nani? Chochote ambacho kinasimama kinyume na kusudi na mapenzi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu mchana wa leo, aulize hilo swali katika jina la Yesu. Aulize hilo swali, aulize hilo swali kwa kila mmoja wetu, aulize hilo swali kwa huduma hii, aulize hilo swali katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Naomba katika jina la Yesu, kusudi ambalo Mungu amekupatia, naomba katika jina la Yesu, mwito ambao Mungu amekupatia, naomba katika jina la Yesu, maisha ambayo Mungu amekupatia, na Roho Mtakatifu wa Bwana aliyekuwa siku za Zerubabeli, aliyekuwa na Zekaria, kupitia wewe na kupitia mimi, anauliza siku ya leo, hewe mulima hunani? Chochote ambacho kinasimama kinyume na kusudi la Bwana juu ya maisha yetu, kinachotupenga mchana wa leo, kama vile Mungu aishiu, tunauliza na Roho wa Bwana, hewe mulima ni nani? Hewe mulima ni nani? Twendeni mbele zake Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo shinda, wewe ni nani? Wewe ni nani? Hiyo roho ya mandeni, wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Huyu alikuwa ni mfalme, alikuwa ni mtu mwenye nguvu, lakini nasema Roho Mtakatifu alipouliza hivyo, Mungu halimuua, Mungu halimuua huyo mfalme, Mungu halimuondoa huyo mfalme katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akiuliza hilo swali, lazima achukue lazunguka ulimwengu wote. Binasema jicho lake lazunguka ulimwengu wote, likitafuta aliyemwelekea, likitafuta aliyekamilika, ili kwa ajili yake ajidhihirishe kuwa mwenye nguvu, na kwa ajili yako kama Zerubabeli ajidhihirishe kuwa mwenye nguvu. Kila mulima haufanye tambarare, kila mulima haufanye tambarare, kila mulima haufanye tambarare, kila mulima haufanye tambarare, kila mulima haufanye tambarare katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana Mungu. Baba Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana Mungu, ni asante Bwana, ni asante Mungu, katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Kristo Yesu Bwana. Asante Bwana, katika jina la Yesu kwa ajili Bwana ya siku ya leo Bwana. Baba yangu na Mungu wangu, ulipotaka Bwana hekalu lijengwe Bwana, ulipotaka Bwana hekalu lijengwe, uliinua mtu Bwana anaitwa Cyrus Bwana. Naomba katika maisha ya watu hawa Bwana, uinue mtu kwa ajili yao, uinue mtu kwa ajili yao, uwainue wao wenyewe, uwatie nguvu Bwana, ufalete msaada Bwana kwa kila hali ya maisha yao katika jina la Yesu. Na Baba wa mbinguni, waliporudi Yerusalemu kujenga hekalu, ukamuinua Zerubabeli, lakini paka inuka mulima wa mfalme ambayo aliyesuia Bwana. Lakini Mungu wa mbinguni, kwa kuwa ulikuwa umenena, unauliza mulima, hewe mfalme, hewe
ewe mlima Honari, mbele ya Zerubabeli. Baba wa mbinguni, naomba kwa ajili yangu, naomba kwa ajili ya huduma hii, naomba kwa ajili ya watu hawa. Baba wa mbinguni, kuna kusudi lako umetuita Bwana, kuna mapenzi yako umetuita Bwana, katika jina la Yesu, kwa ajili Bwana ya kutekeleza katika jina la Yesu. Kuna wito Bwana, kuna maisha ambayo umetupatia Bwana, kuna hatima ambazo umetupatia Bwana, kuna familia ambazo umetupatia Bwana, kuna ndoa ambazo umetupatia Bwana, kuna kazi ambazo umetupatia Bwana, kuna biashara ambazo umetupatia Bwana, ili Baba yetu na Mungu wetu kuwatisha Bwana maadui zako Bwana. Kuna milima ambayo kama yule mfalme imesimama Bwana, kuna milima imesimama, uchawi umesimama, ukanga umesimama, wanadamu wamesimama, umaskini umesimama, madeni yamesimama. Kuna milima ambayo, kuna vitu ambavyo vimesimama Bwana, ili Baba wa mbinguni tusiyatekeleze mapenzi yako Bwana, tusiyatekeleze makusudi yako Bwana, katika jina la Yesu. Na Baba, naomba ewe Roho Mtakatifu uliyekuwa na Zakaria, uliyekuwa na Zerubabeli, ni wewe Roho wa Bwana uliye pamoja nasi, kwa kuwa unamwambia Zakaria, unamwambia Zerubabeli